Basi mpenzi mtazamaji, nachukua nafasi nyingine ya kuweza kukukaribisha tena katika kipindi hiki ambapo tunazidi kuangazia mfano wa mpanzi. Hii ndio fundisho ama sehemu ya mwisho ya fundisho hili ambapo tutakuwa tunaangazia mbegu zilizoanguka kwenye udongo mzuri. Nikitumai ya kwamba yale ambayo tumeweza kuangalia yamekuwa ya msaada kwako na kuweza kuona uzuri wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anatamani tuweze kuelewa tabia zetu vile zilivyo, tuelewe mioyo yetu vile ilivyo, na ili tuweze kumkimbilia apate kutusaidia, atuondolee uovu ulio katika mioyo yetu. Na basi wapendwa, tuliweza kuona ya kwamba katika mfano ule tunaona hali 4 za mbegu mahali ilipoangukia. Na katika hali zote 4 mbegu ni ile ile moja ama ni ile aina moja, mpanzi ni ule mmoja. Lakini matokeo ya ile mbegu inategemea ile michanga ambayo imeweza kupandwa. Kuna mbegu zilizoanguka katika njia ambapo ndege walikuja wakala, na tukakuja kuona ya kwamba zingine nazo zilianguka katika miamba. Ni kweli zilichipuka, lakini kwa sababu ya kukosa kupenyeza mizizi ndani vizuri, jua ilipotokea zikakauka. Na tukaona ya kwamba zingine zilianguka penye miiba na zilikuwa, lakini zikadungwa na kunyongwa na ile miiba. Na basi kwa siku ya leo tunaangazia sehemu ya 4 ambapo ni udongo mzuri, ambapo Yesu Kristo anatamani tuweze kuwa na udongo mzuri. Basi kumbuka kitabu cha Yeremia 12 mstari wake ni wa 9, tuliweza kusoma ya kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kujua? Hakuna mtu awezaye kujua moyo wake, lakini yeye ambaye ni muumba wetu anajua mioyo yetu jinsi ilivyo, na ndiposa kwa mfano huu anatamani kutufunulia tupate kuelewa mioyo yetu. Kumbuka ni Yesu pekee anajua mioyo yetu, na basi anataka kutuelezea ili apate kutusaidia na kubadilisha mioyo hii. Kwa sababu tuliona ya kwamba sababu ya matokeo ya mbegu inategemea mchanga. Kwa hivyo ikianguka katika njia, mchanga mgumu, ama kuanguka katika miamba, ama kuanguka katika miiba, basi hiyo inategemea sana jinsi mmea huu utakapoweza kukua. Na basi tukaweza kuona ya kwamba kile ambacho mfano huu inazingatia sana ni kwamba matokeo ya kukua kwa ile mbegu inategemea mchanga ambao umeweza kuangukia. Kwa hivyo tukaona ya kwamba mbegu zilizoanguka katika njia, basi zinahitaji, kile kinahitajika ni kupata kuongoka kwa kweli, true conversion. Mbegu zilizoanguka katika miamba, tukaweza kuona ya kwamba kinachohitajika ni kuzaliwa upya. Na mbegu zilizoanguka kwenye miiba, tuliweza kuona ya kwamba suluhisho ni kuweza kutakaswa. Na basi karibuni sana tunapoangalia sasa mbegu zilizoanguka penye udongo mzuri. Kumbuka kitabu ambacho tutakuwa tunaangazia ni Mathayo 13 mstari wa 1 hadi 23, kitabu cha Marko 4 mstari wa 1 hadi 20, kitabu cha Luka 8 mstari wa 1 hadi 15, na kitabu cha Christ Object Lesson sura yake ni ya 2, pamoja na vitabu vingine ambavyo tutakuwa tunaangazia ili kupata kuelewa fundisho hili. Mathayo 13 mstari wa 8, maandiko matakatifu inatuambia kwamba nyingine, yani mbegu, zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 60, 30. Kwa hivyo Mathayo anasema mbegu hizi zilianguka kwa udongo mzuri, zikazaa kwa mamia, zingine 60, zingine 30. Mstari wa 23 anasema, naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100, huyu 60 na huyu 30. Kwa hivyo ni yule ama ni mtu anayesikia neno la Mungu na anaelewa nalo. Kumbuka tuliona ya kwamba jina hili kuelewa si kumaanisha kufahamu, inamaanisha kupokea ama kukubali likae ama liingie ndani yako. Kwa hivyo huyu ni yule anayesikia neno na analikubali liingie katika moyo wake ili ifanye kazi ya Mungu katika moyo ule. Na hii basi inasababisha aweze kuzaa matunda 100, 60, 30.
Ushuhuda wa Marko naye anasema, Marko 4 mstari wake ni wa 20, anasema kwamba hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, ni watu walisikiao lile neno na kulipokea. Kwa hivyo unaona ya kwamba Marko anatumia jina hilo, kulipokea, walisikiao lile neno na kulipokea, na kuzaa matunda, 1:30, 1:60, 1:100. Ushuhuda wa Luka katika Luka 8 mstari wa 15, Luka naye anasema, na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao. Kwa hivyo wanahulisikia neno na kulishika. Kwa hivyo kando tu na kulipokea, wanalishika, na kinachowezesha kushika ni kwa sababu ya unyofu wa wema wa mioyo yao. Kwa hivyo ni watu ambao wamekubali kuweza kujinyenyekeza ili kupokea neno la Mungu katika maisha yao na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Kwa hivyo atatuongezea jambo lingine pale ya kwamba matunda ili iweze kupatikana kunastahili kuwa na uvumilivu. Si kitu kitakuja tu ghafla, ni kitu ambacho kinaistahili uvumilivu, na matunda yanaonekana 30, inaongezeka 60, inaongezeka 100. Kwa hivyo ni wale ambao husikia, ni wale ambao huelewa, ni wale ambao hupokea, ni wale ambao hushika na kisha kuzaa matunda. Na basi kila mtu anaweza kuwa udongo mzuri akitaka. Kila mtu ako na uwezo wa kuwa udongo mzuri. Tunaambiwa hivi, kitabu cha Christ Object Lesson 57, ninasoma aya ya 2. Samahani. Anasema ya kwamba kwa hivyo wapanzi ama wakulima wana jambo la kufanya ili ya kwamba ile mbegu isije kanyongwa na miiba ama kuangamia kwa sababu ya kukosa mchanga. Mwanzoni mwa maisha ya Ukristo, basi kila muumini anastahili afundishwe misingi yake. Anastahili afundishwe ya kwamba hastahili tu kuokolewa kwa kafara ya Kristo, lakini pia anastahili kufanya maisha ya Kristo kuwa ni yake na tabia ya Kristo kuwa tabia yake. Kwa hivyo anasema kwamba kama wapanzi wa neno la Mungu tunaoshirikiana na mpanzi mkuu ambaye ni Yesu Kristo, basi kuna kazi ya kuweza kufanya. Tunaambiwa kwamba yule anayeanzia maisha ya Ukristo pale mwanzo anastahili afundishwe misingi ya Ukristo. Anastahili afundishwe ya kwamba hastahili tu apokee Kristo kama mwokozi tu, lakini pia anastahili kufanya uhai wa Kristo uwe ni uhai wake. Anastahili kufanya tabia ya Kristo kuwa ni tabia yake. Kwa hivyo ni zaidi tu ya kumwamini Kristo, ni kuwa na hiyo hamu na tamaa na kutamani kuweza kuwa na uhai wake, kuwa na maisha yake. Kumbuka tuliona ya kwamba mbegu iko na uhai ndani yake, na mbegu hii ya neno la Mungu pia iko na uhai wake Mungu ndani yake. Na basi unapolipokea neno la Mungu, unapokea uhai wake Yesu Kristo katika maisha yako. Sasa wapendwa, kuna kitu nataka tuweze kuangalia kuhusiana na bongo zetu na utendaji kazi wa ubongo wetu ambao tunaita nia. Yaani kwa kizungu kuna ubongo yani brain, na kuna nia yani mind. Sasa nazungumzia kuhusu mind. Sasa tunaambiwa kwamba nia ya mtu inaweza badilika na inawezekana kutengeneza mishipa mipya katika ubongo wako kupitia kwa kurudia mambo mazuri, kwa kuweza kuzingatia kila wakati kilicho kitakatifu na kilicho kinyoofu, kwa kutumia muda katika neno lake Mungu na kuweza kuzungumza naye katika maombi. Ni inawezekana tubadilishe zile nyaya zilizo katika bongo zetu. Unajua katika bongo zetu wapendwa, kuna seli ambazo ziko pale ambao tunaziita neurons. Wakati wote unapojifunza jambo mpya, kuna seli huwa zinatengenezwa katika ubongo ili ukumbuke jambo hilo. Ni nini huwa inakuwezesha kukumbuka ya kwamba, kwa mfano, ni nini inakuwezesha kujua kwamba rangi ni nyekundu ama rangi ni nyeupe ama rangi ni ya kijani kibichi? Ni kwa sababu mara ya kwanza ulipofundishwa na mwalimu wako, ulipoona rangi hiyo akakwambia hii inaitwa nyekundu, this is red color. Sasa kuna seli ilianza kutengenezwa katika ubongo wako ya kwamba unapoona rangi ya aina hiyo unakumbuka ya kwamba hii ni rangi nyekundu.
Lakini mtoto mdogo ambaye hajafundishwa hivyo, hajui hii ni nyekundu, hajui hii ni inaitwa green, hajui hii inaitwa blue, lakini ile siku atakapofundishwa, basi ataweza kujua kwamba hicho ninaonanga kinakaa blue inaitwa blue, kwa sababu kuna seli ambayo itatengenezwa katika ubongo wake. Wacha nikupatie mfano mwingine mpendwa. Kwa mfano pale katika nyumba yako, hapo nje kunakuwa na mahali labda kuna nyasi hivi, na kuna njia ile ambao watu wanastahili wapite. Lakini watoto waanze kupita juu ya ile nyasi, na mmoja anapopita pale, kwa mwanzo hakutaonekana njia. Nyasi itaonekana ni kweli imelala, lakini mwingine anapopita, kesho ipitiwe, siku nyingine ipitiwe, baada ya kitu kama wiki moja pale kutakuwa kumejitengeneza njia. Na hiyo njia itaweza kuwa imejitengeneza na watu watafikiria hapo ndipo njia ipo. Lakini ukiacha ukizuia wale watoto waache kupita kwa hiyo njia, na kuwe hakuna mtu anapitia tena pale, nyasi huwa inamea na ile njia inapotea. Sasa hivyo pia katika bongo zetu wapendwa. Wakati wote unaporudia jambo mara ya kwanza itaonekana ni ngumu, lakini ukirudia tena mara ya pili inakuwa rahisi, ya tatu inakuwa rahisi, ya nne inakuwa rahisi, hadi unakuwa na mazoea ya jambo hilo. Vile vile pia siku ambapo utaacha jambo hilo, kwa kuacha mara ya kwanza itaonekana ni ngumu, lakini ukiendelea na uendelee kuacha, kuepukana nayo, basi ile seli huwa inakuja inaisha na ile jambo unakuja kulisahau. Hivyo ndivyo bongo zetu zilivyo wapendwa. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kubadilisha nia yako. Kuna uwezekano hata wa kubadilisha ubongo wako kupitia kwa neno lake Mungu. Na kwa sababu Daudi alielewa siri hiyo, ndiposa aliweza kumwomba Mungu katika kitabu cha Zaburi 51 mstari wake ni wa 10. Akasema ya kwamba Mungu, uniumbie moyo safi, unifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Create in me a clean heart. Anapozungumza kuhusu heart, si heart hii ambayo inapiga damu, si moyo wa kupiga damu, bali anazungumza kuhusu moyo wa akili, kwa sababu Biblia huwa inaelezea akili kama moyo. Kwa hivyo niumbie moyo mpya, niumbie nia mpya, niumbie hali mpya katika maisha, kwa sababu ni kitu ambacho inawezekana wapendwa. Lakini hii licha ya kwamba itahitaji uchaguzi wako na uamuzi wako, lakini yeye tu anayeweza kubadilisha moyo wako ni Mungu. Yeye anayeweza kubadilisha moyo wako uache kuwa ni moyo mgumu, uache kuwa ni moyo ambao ni kama mbegu zilizoanguka katika miamba, uache kuwa ni moyo unaofananishwa na mbegu zilizoanguka katika miiba. Ili moyo wako uwe ni mzuri, basi inahitaji tu uamuzi wako na uwezo wake Mungu. Maandiko inatuambia hivi, tunasoma kitabu inaitwa Desire of Ages, ukurasa wa 296, aya ya 4. Ya kwamba man needs a power outside of and beyond himself to restore him to the likeness of God and enable him to do the work of God. Ati mwanadamu anahitaji nguvu ambayo iko nje yake na iko zaidi kumliko, ili kumrejesha katika kufanana na Mungu na kumwezesha kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo tunahitaji nguvu iliyo kando na sisi, ili kuweza kutubadilisha sisi tuweze kufanana na Mungu wetu tena. Anaendelea kusema, but this does not make human agency unessential. Lakini hii haimaanishi ya kwamba mwanadamu amewekwa kando. Hapana. Tunaambiwa kwamba ubinadamu unastahili ushikilie nguvu ya Mungu, na Kristo anakaa katika moyo kwa imani, na kupitia kwa ushirikiano wa uungu na nguvu ya kushirikiana kwa uungu na ubinadamu, basi nguvu ya mwanadamu inawezeshwa kutenda mema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ubinadamu unahitaji uungu. Ubinadamu peke yake hauwezi fanya chochote. Wewe kwa uwezo wako mwenyewe hakuna badiliko lolote unaweza fanya kwa maisha yako. Utajaribu na ung'ang'ane na utashindwa. Lakini elewa hivi mpendwa mtazamaji, siri ni kwamba tunaposhikanisha nguvu yetu ya mwanadamu na uungu, basi Mungu anawezesha mwanadamu kutenda hicho ambacho ni chema. Kwa hivyo ubinadamu unahitaji uungu. Na basi wapendwa, nguvu za Roho Mtakatifu ndio peke yake inaweza tuwezesha kupokea nia hii mpya. Yesu hukaa ndani yetu kupitia kwa neno lake,
lakini neno la Kristo limebeba roho wake. Mungu hukaa ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Anafanya miili yetu kuwa makao na anafanya miili yetu kuwa hekalu lake. Hata Paulo anaambia Wakorintho, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu akae ndani yenu? Kwa hivyo Roho Mtakatifu huwa anakaa ndani yetu, na kupitia kwa Roho Mtakatifu basi uwepo wa Mungu unakuwa ndani yetu, na nguvu inayotuwezesha kupata nia mpya ni hii ya Roho Mtakatifu, na hii tunaipokea kupitia kwa neno lake Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo mbegu ambayo ni neno la Mungu ina uhai ndani yake ambao ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unaposoma Biblia yako unasoma neno la Mungu, lakini lile neno liko na Roho Mtakatifu ndani yake, na ndiposa unapoipokea iko na uwezo wa kuweza kubadilisha maisha yako. Ndiposa kile kitabu tunapoendelea kusoma, kitabu cha Christ Object Lesson, ukurasa wa 408 aya ni ya 3, maandiko inasema, without the Spirit of God a knowledge of his word is of no avail. Ati pasipo kuwa na Roho wa Mungu maarifa ya neno lake haina faida. Kwa hivyo wapendwa, kuna umuhimu zaidi tu wa kuelewa maandiko, kwa sababu unaweza kariri maandiko mengi lakini uwe hata tabia yako ni mbaya, kwa sababu pasipokuwa na Roho wa Mungu hata ujue neno la Mungu haina faida. Si shetani anajua neno la Mungu lote? Si yeye alikuwa ni malaika aliyekuwa kerubi afunikae? Si yeye anaelewa Biblia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo? Kwa nini tabia yake ibadiliki? Ni kwa sababu wapendwa, pasipokuwa na Roho wa Mungu maarifa ya neno la Mungu haina faida. Tunaambiwa kwamba dhioria ya kweli isipoambatana na Roho Mtakatifu haiwezi kuhuisha nafsi ama kutakasa moyo. Kwa hivyo wewe kujua tu maandiko pasipokuwa na Roho Mtakatifu haiwezi kubadilisha maisha yako, haiwezi kutakasa moyo wako. Tunaambiwa one may be familiar with the commands and promises of the Bible, but unless the Spirit of God sets the truth home, the character will not be transformed. Eti mtu anaweza kuwa anaelewa amri na ahadi nyingi katika Biblia, lakini isipokuwa Roho wa Mungu alete ukweli ule nyumbani, basi tabia yako haiwezi kubadilika. Kwa hivyo kama kuna kitu wapendwa tunastahili tumuombe Mungu sana, ni utupatie Roho wako Mtakatifu, ili tunaposoma neno lako na tunapolichunguza neno lako basi lipate kubadilisha maisha yetu siku baada ya siku. Hii ndio hitaji kuu la kanisa, hii ndio hitaji kuu la Wakristo katika siku ya leo, kuweza kupokea Roho Mtakatifu. Na basi kuna matumaini kwa wenye dhambi, kuna matumaini kwetu sisi wapendwa, ya kwamba tunaweza kubadilishwa. Kuna uwezekano huo, mwanadamu anaweza kubadilishwa. Maandiko inaendelea kusema ukurasa wa 58 aya ni ya 2, moyo huu ambao ni mwema na mwaminifu, ambao mfano ule unazungumzia, si moyo usio na dhambi, kwa sababu injili inastahili hubiriwa waliopotea. Kristo akasema, si kuja kuita wenye haki, bali nilikuja kuita wenye dhambi ili wapate kutubu. Hicho ni kitabu cha Marko 2 mstari wake ni wa 17. Kwa hivyo moyo huu mwema ambao mfano huu wa mpanzi unazungumzia, si kwamba ati ni moyo ama ni mtu ambaye hana dhambi. Hapana, bali inazungumzia huyu mwenye dhambi, ikimpatia matumaini, kwa sababu injili si ya wenye haki, injili ni ya sisi wenye dhambi, ili iturejeshe katika toba. Kristo hakukuja kwa walio haki, Kristo alikuja kwa ajili ya sisi wenye dhambi. Kristo ni daktari ambaye anaweza tibu ugonjwa wetu wa dhambi. Mtu ambaye si mgonjwa hahitaji daktari. Sisi tulio wagonjwa ndio tunahitaji daktari. Kwa hivyo huu ndio moyo ambao unazungumziwa katika mfano ule. Moyo wa mtu ambaye anajikubali ni mwenye dhambi na anakubali Roho Mtakatifu amsafishe na amfanye kiumbe kipya. Hii ndio udongo mzuri ambao inazungumziwa katika mfano ule wa mpanzi. Tunaambiwa kwamba moyo ulio mwaminifu unaojisalimisha katika mvuto wa Roho Mtakatifu, anakiri hatia yake, anahisi hitaji lake la huruma na upendo wake Mungu, na basi ako na hamu ya kutamani kujua ukweli ili apate kuitii. Moyo mwema ni moyo unaoamini, moyo ambao uko na imani katika neno lake Mungu. Huo ndio moyo ambao unazungumziwa pale. Wako wewe na mimi ambao ni wenye dhambi, sisi ambao tumeenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa njia nyingi,
Sisi ndio tunaonenewa pale, tunaambiwa ya kwamba tuna uwezo wa kupata mabadiliko kupitia tu kwa sisi kuamini neno la Mungu na sisi kukubali Roho Mtakatifu afanye kazi ndani ya mioyo yetu. Na hii mioyo ambayo ni migumu, hii mioyo ambayo imejaa dhambi hivi, Yesu anaweza ifanya kuwa nyororo na ifanye kuwa makao yake. Kuna matumaini kwako mpendwa, na pia kwangu kupitia kwa neno lake Mungu. Na basi wapendwa watazamaji, uchaguzi wetu unahitajika sana. Ndiposa Petro anatuambia katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:13, anasema kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenyu na kuwa na kiasi, mkiutumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Tunaambiwa kwamba tufunge viuno vya nia zetu, tufunge viuno vya nia zetu. Wapendwa, kuna avenues to the soul, yani kuna njia za kuweza kufikia ubongo wetu. Kuna njia ambapo ujumbe huwa inafika kwa akili zetu, ambazo huwa tunasema ni zile the 5 common sense. Ni kwa njia ipi ubongo wako huwa unapata maarifa ama unapata ujumbe? Kwanza ni kupitia kile unachoona. Chochote ambacho unatazama huwa linaleta ujumbe katika ubongo wako. Njia ya pili ni kile ambacho unakula. Chochote hicho unachokula basi pia kuwa kinapeleka ujumbe katika ubongo wako. Chochote ambacho unasikia, hicho ambacho kinapitia kwa masikio yako kinafikisha ujumbe katika ubongo wako. Jambo la nne ni kile ambacho unashika, kwa sababu kwa kushika ujumbe unaingia katika ubongo wako. Ndiposa mtu ambaye ni kipofu na mtu ambaye ni bubu bado anaweza ishi maisha mazuri, kwa sababu kwa kushika tu vitu anaweza elewa hii ni kisu, hii ni kijiko, hii ni kitu fulani. Kwa hivyo kushika pia huwa inapeleka ujumbe kwa ubongo. Na jambo la tano ni kupitia kwa kile ambacho unanusa. Leo hii jirani yako akiwa anapika ugali, hata kama haujaona ile ugali, lakini uinuse utajua ni nini anapika, kwa sababu kuna harufu hiyo, kuna ujumbe ambao ubongo wako. Kwa hivyo hizi njia ambazo zinaenda kwa ubongo, ndipo Biblia inatuambia kwamba tuzilinde, kwa sababu hizi njia ndizo tu shetani atatumia kuweza kuharibu nia zetu. Kwa hivyo chunga sana kile ambacho unasikiliza, si vitu vyote vya kusikiliza mpendwa. Chunga sana unachoona, si vitu vyote vya kutazamwa. Chunga sana unachokula, si vitu vyote vya kukula. Chunga sana unachoshika, si vitu vyote vya kushikwa. Kwa sababu kupitia kwa njia hizi shetani anaweza shika mawazo yako na kufanya mtumwa wake. Na bado kupitia kwa njia hizo tu ndipo Yesu anatumia pia na wewe kuweza kukuokoa na kuweza kusaidia na kukubadilisha maisha yako. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ni kupitia tu kwa Roho Mtakatifu ndiye anaweza kututia nguvu katika mng'ang'ano huu wa dhambi, lakini hawezi fanya hivyo pasipokuwa na uchaguzi wetu wenyewe. Sasa hapa ndipo nataka watazamaji tuweze kushika jambo ya kwamba ni kweli Roho Mtakatifu anaweza tutia nguvu na atuwezeshe kushinda dhambi, lakini si pasipokuwa na uchaguzi wako. Mungu hawezi kulazimisha. Serikali ya Mungu si ya kulazimisha. Serikali ya Mungu imejengwa juu ya msingi wa upendo, na upendo hauwezi kulazimishwa. Upendo huamshwa tu na upendo mwingine. Hata mke wako hawezi mlazimisha akupende, ama mume wako. Hata kama unaweza mshikia panga ama umshikie bunduki, hata kama atakutii, lakini atakutii kwa sababu ya kuogopa. Upendo wa kweli hailazimishwi. Upendo wa kweli huwa inavutiwa na upendo mwingine. Ndiposa Mungu alitupenda kwanza ili nasi tupate kumpenda. Kwa hivyo hata Mungu mwenyewe hawezi tengeneza zile seli mpya katika ubongo wetu isipokuwa tuwe tumechagua njia zake. Kwa hivyo lazima tufanyishe wokovu wetu kazi kwa kutamani na kutaka mapenzi yake Mungu. Tunapomfungulia Mungu mlango wa mioyo yetu, naye ndipo anapata nafasi ya kuweza kutubadilisha. Kwa hivyo ombi langu kwako mtazamaji ni hii: chagua leo kumtumikia Mungu. Fanya uamuzi huo tu, mpatie Mungu nafasi hiyo, naye ataweza kubadilisha moyo wako kwa njia ambayo hata wewe hautaweza kuelewa. Ndiposa siku moja Joshua akaweza kuambia watu, baada ya wao walipoanza
kuwa wanatamani kutumikia miungu mingine ya kigeni. Basi ikafika mahali Joshua akasema hivi katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wake ni wa 14 na 15. Joshua akasema, basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyoofu wa moyo na wa kweli, kwa kuiweka mbali miungu ambayo baba zenyu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikia yeye Bwana. Mstari wa 15, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Choose today who you will serve. Kwamba ni miungu ile ambayo baba zenyu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hivyo Joshua akawaambia, make a choice, chagua. Kama utachagua kuabudu miungu ya Waamori, chagueni muabudu miungu ya Waamori. Mkichagua kuweza kuabudu miungu ambao baba zenyu walitumikia ng'ambo ya mto, fanyeni hivyo. Lakini mimi, akaanza na yeye mwenyewe, mimi alafu na nyumba yangu, sisi tumechagua kumtumikia Bwana. Sijui wewe mtazamaji leo uchaguzi wako ni upi, lakini ninakusihi kwamba fanye uamuzi wa kumchagua Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Chagua Mungu na umpatie ushukani wa maisha yako, naye atatekeleza kazi yake ndani ya moyo wako. Kazi ya mkulima tu ni kupanda ile mbegu, lakini hata ili apande ile mbegu lazima awe amefanya uamuzi. Kwa sababu naweza kuwa niko na mbegu na niamue sitapanda. Nisipopanda zile mbegu, basi nimemnyima Mungu nafasi ya kunipatia mavuno. Lakini mimi nikifanya uamuzi tu wa kupanda ile mbegu, nimemaliza kazi yangu. Vile hiyo mbegu itamea, vile hiyo mbegu itazaa, hiyo si kazi yangu. Hiyo ni kazi ya Mungu ambao mimi siwezi. Kwa hivyo vile neno la Mungu ambao litafanya kazi ndani yangu, libadilishe tabia yangu, ni kitu ambacho mimi mwenyewe siwezi elewa. Ndiposa Yesu aliambia Nikodemas, akamwambia Nikodemas, hakika nakwambia, usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemas akamuuliza, mimi mtu mzima hivi nitarudiaje tumboni mwa mama yangu nizaliwe tena? Yesu akamwambia kwamba usipozaliwa kwa maji na kwa Roho hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Maana mtu ambaye anaongozwa na Roho ni kama upepo, haujui utokako, haujui uendako, lakini hivyo ndivyo mtu anayeongozwa na Roho yuko. Wapendo, unapotoka nje uone miti ikipeperushwa, hauwezi kuona ni nini kinaipeperusha, ni upepo. Upepo si kitu ambacho unaweza ona kwa macho, lakini unaona matendo yake. Hivyo pia mtu ambaye amekubali kupatia Mungu Roho wake, mabadiliko itafanyika katika moyo wako ambayo hata wewe mwenyewe hauwezi kuelezea, lakini matokeo yale yataonekana. Utasikia tu watu wakikuambia, ai, na kweli siku hizi mbona uko hivi, mbona umebadilika hivi. Hata wewe mwenyewe unashangaa, kwa sababu umempatia Mungu shukani wa moyo wako, basi na yeye anakubadilisha. Kwa hivyo chagua tu kuweza kuchagua tu kumpatia Mungu moyo wako. Ndiposa Yesu, mtu yoyote aliyekuwa anapata akiwa mgonjwa, hakuwa tu anaenda mara moja na anamponya. Kwa mfano, unapoongelea kitabu cha Yohana 5 mstari wake ni wa 6. Maandiko inasema ya kwamba Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua kwamba amekuwa hali hiyo kwa siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Wataka kuwa mzima? Na basi wakati wote mgonjwa alipokuwa anaulizwa hivyo, basi yule mtu akasema ya kwamba ndio, mimi nataka kuwa mzima. Akaambiwa, basi amka, chukua kitanda chako na uende. Kwa sababu kama hutaki kuwa mzima, hakuna vile Kristo anaweza kuponyesha. Yaani Mungu hawezi fanya kazi ndani ya moyo wako usipokuwa umekubali. Hawezi kulazimisha. Mungu huwa hajilazimishi mtu. Hadi ile siku wewe mwenyewe utafanya uamuzi, ndipo Mungu mwenyewe anaweza chukua ushukani wa maisha yako na kuweza kuponywa. Tunaambiwa katika kitabu cha Desire of Ages 324 aya ni ya kwanza, ya kwamba when the soul surrenders itself to Christ, a new power takes possession of the new heart. Amen. Eti ya kwamba wakati moyo unapokuwa umejisalimisha kwa Kristo, nguvu mpya inachukua ushukani wa moyo huo mpya. Tunaambiwa mabadiliko inafanyika ambayo mwanadamu hangeweza kujifanyia mwenyewe. Anasema it is a supernatural work
bringing a supernatural element into the human nature. Eti ni kazi ambayo ni supernatural, yani sijui nitasema aje kwa Kiswahili, ni kazi ambayo imepita nguvu ya kiasili, inayoleta kitu ambacho kimepita nguvu ya asili ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo badiliko la tabia, badiliko la nia, badiliko la moyo si kazi ya kawaida. It is a supernatural work ambayo ni Mungu tu peke yake anaweza fanya. Kile tu wewe unahitajika ni kufanya uamuzi. Tunaambiwa kwamba moyo ambao unajinyenyekeza kwa Kristo unakuwa ni ngome yake ambayo anashika na kuilinda katika dunia hii ambayo imeharibika, na anatamani ya kwamba hakuna mamlaka mengine yatajulikana kwa moyo huo isipokuwa mamlaka yake. Kwa hivyo wapendwa, inawezekana kuweza kufanywa udongo mpya. Lakini nukuu inaendelea kusema, a soul thus kept in possession by the heavenly agencies is impregnable to the assaults of Satan. Kwamba moyo kama huo ambao umelindwa na mbingu hauwezi kupenywa na zile mashambulizi ya shetani. As long as umeficha moyo wako kwa Kristo, shetani hawezi kufikia. Shetani hana uwezo wa kukufikia isipokuwa tu wewe mwenyewe ufanye uamuzi, aidha wa kumwacha Kristo, wa kuacha neno lake. Lakini ukiwa umejificha ndani ya Kristo, hakuna nguvu yoyote mbinguni ama duniani, hata shetani mwenyewe na malaika wake wote hawawezi kubadilisha moyo wako isipokuwa tu wewe mwenyewe uchague kupatiana usukani ule. Tunaambiwa hivi, na ni point ya kipekee hii, ya kwamba it is not necessary for us deliberately to choose the service of the kingdom of darkness in order to come under its dominion. We only have to neglect to ally ourselves with the kingdom of light. Sikiza hivi mtazamaji. Maybe unaweza kuwa ukijiambia pale, mimi siwezi chagua shetani, siwezi chagua kuwa chini ya mamlaka ya shetani. Na ni kweli, hakuna mtu anaweza, yani natumai ya kwamba hauna mawazo kama hayo. Lakini maandiko inasema, si lazima uchague kuwa chini ya ufalme wa giza. Kile tu unahitajika ni kupuuza kujiweka chini ya ufalme wa nuru. Yani ninamaanisha nini? Wapendwa, kwa mfano kama studio hii ambao tuko hapa ndani, kuna taa ambao zinawaka, na ndiposa zinafanya sehemu hii iweze kuwa na mwangaza. Sasa ili sehemu hii iwe na giza, kile nahitaji tu si nichague giza. Nikizima tu mwangaza, giza yenyewe inakuja automatically. Kwa hivyo si giza ambao nachukua mahali niilete. Nikiondoa mwangaza, giza automatically inaingia. Kwa hivyo si lazima uchague kuwa chini ya ufalme wa giza. Lakini ukipuuza kujiweka chini ya ufalme wa nuru, automatically utakuwa chini ya ufalme wa giza. Maana huwezi tumikia mabwana wawili. Ni either uko katika ufalme wa nuru ama uko katika ufalme wa giza. Na ili uwe katika ufalme wa giza, si lazima uchague kuwa chini ya ufalme wa giza. Kile tu unahitajika ni upuuze kuwa chini ya ufalme wa nuru. Na hivyo tu shetani anaweza kuchukua ushukani wa maisha yako. Tunaambiwa, if you do not cooperate with the heavenly agencies, Satan will take possession of the heart and will make it his abiding place. Eti tusiposhirikiana na malaika wa mbingu, basi shetani atachukua ushukani wa moyo na ataifanya kuwa mahali pake pa kukaa. Kwa hivyo unahitajika kushirikiana na mbingu. Unahitaji kushirikiana na mbingu. Tunaambiwa kwamba the only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in his righteousness. Eti kinga peke yake tuko nayo dhidi ya uovu ni Kristo kukaa ndani ya moyo yetu kupitia kwa imani na kupitia kwa haki yake. Kwa hivyo chunga sana jinsi unavyopuuza kuchunguza neno la Mungu. Chunga sana vile unapuuza maombi. Chunga sana vile unapuuza kushare neno la Mungu. Chunga sana vile unapuuza kupatia Mungu ushukani wa moyo wako, kwa sababu unaweza jikuta uko chini ya ufalme wa giza bila kujua. Kwa hivyo wapendwa, tuwe makini. Tunaambiwa hivi ikiendelea katika ile nukuu, we may leave off many bad habits, for the time we may part company with Satan, but without a vital connection with God, through the surrender of ourselves to him moment by moment, we shall be overcome.
eti ya kwamba tunaweza achana na tabia mbaya kwa muda, tunaweza hata kutengana na shetani, lakini tusipoendelea kujishikanisha na Mungu kabisa na kujisalimisha chini yake kila saa, basi shetani atatushinda. Kwa hivyo ni kweli unaweza kuwa umeachana na shetani, unaweza kuwa umeachana na njia zake, unaweza kuwa umeachana na tabia mbaya ambazo ulikuwa unafanya, lakini na wewe upande huu mwingine usimwachilie Yesu. Mshikilie, endelea kumshikilia, kwa sababu ukipuuza na ukimwachilia, shetani bado atakushinda. Shetani ni simba gurumaye, akizunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Shetani huwa hachoki. Mateka zake, anaponyang'anywa mateka wake, huwa hakomi, halali, anatafuta njia yote ile ya kukufikia. Na akipata ya kwamba umepuuza kujishikanisha na Kristo, umepuuza kukaa ndani ya Kristo, basi hakika utaweza kushindwa. Kwa hivyo wapendwa, jambo ninasema ni kwamba kuna uwezekano wa kuishi maisha ya ushindi ndani yake Kristo. Kwa hivyo wewe mchague Yesu Kristo siku ya leo. Na kwa hivyo wapendwa, tumeweza kuona ya kwamba mbegu hizi zilizoanguka katika sehemu 4 zinaonesha hali ya mioyo yetu. Mbegu zilizoanguka katika njia, basi suluhisho ni kuongoka kwa kweli. Mbegu zilizoanguka katika miamba, suluhisho ni kuzaliwa upya. Mbegu zilizoanguka katika miiba, suluhisho ni kupokea utakaso. Na mbegu hizi ambazo zimeanguka katika udongo mzuri, basi suluhisho ni kuendelea kudumu ndani yake Kristo. Kwa hivyo chagua kuendelea kukaa ndani ya Kristo, na hapo ndipo usalama wako uko. Nataka nimalizie kwa jambo hili. Wapendwa, katika hekalu tuliweza kuona ya kwamba kuna sehemu mbalimbali za hekalu, na hekalu lenyewe especially hema ya kukutania ilikuwa imegawanywa mara 2. Kulikuwa na mahali patakatifu na kulikuwa na mahali patakatifu pa patakatifu. Katika mahali patakatifu, kuhani alikuwa anaingia pale kila siku. Mwenye dhambi alipokuwa anaenda kwa hekalu akiwa na kafara yake, alikuwa anaweka mikono yake juu ya ile kondoo, anaungama dhambi yake. Kwa imani anaamini dhambi yake imetoka kwake, imeingia kwa kondoo. Kisha anachukua kisu, anachinja ule kondoo. Kuhani anachukua ile damu, anaingia nayo katika mahali patakatifu, anaenda ananyunyuza ile damu mbele ya pazia. Na inakuwa ya kwamba dhambi hii imepelekwa kwa hekalu. Na basi yule mtu anaporudi nyumbani, anarudi akiwa amesamehewa, ametakaswa dhambi yake. Na zile dhambi zilikuwa zinakaa pale kwa hekalu hadi siku ya upatanisho, ambapo kuhani mkuu ataingia naende hadi the most holy place na kuweza kufanya utakaso wa ile hekalu. Na anapotoka nje, anatoka nje na dhambi zote za Waisraeli, alafu kisha anawekelea mikono yake juu ya mbuzi ya Azazeli, na mbuzi ya Azazeli anapelekwa nje ya kambi, anapelekwa huko jangwani ya kufie kule, ishara ya kuonesha kwamba dhambi zote za Israeli zimeondolewa. Na pale katika mahali patakatifu pa patakatifu kulikuwa na sanduku la agano, ambapo juu yake kulikuwa na makerubi 2, na utukufu wa Mungu wa Shekina ulikuwa unawaka pale katikati. Ndani ile sanduku kuliwekwa zile vibao 2 za amri za Mungu, kukawekwa nyungu iliyokuwa na mana ambao Waisraeli walipewa jangwani, na pia kukawekwa fimbo ya Haruni iliyokuwa imetoa maua na ikatoa matunda. Sasa wapendo, unapoangalia sehemu hizi 2, the holy place and the most holy place, inaonesha kukua kwa tabia, kutoka kuwa mtakatifu hadi kuwa mtakatifu zaidi. Na vifaa vyote ambavyo vilikuwa katika mahali patakatifu pia tunaviona katika patakatifu pa patakatifu. Katika the holy place kulikuwa na meza ya mikate ya uonyesho iliyokuwa upande wa kaskazini, north. Upande wa kusini kulikuwa na kinara cha taa, na tena upande wa west kulikuwa na madhabahu ambapo kuhani alikuwa anafukizia uvumba kila asubuhi na kila jioni. Na basi utapoangalia zile vifaa, ni vifaa ambavyo vilikuwa vinafanana. Kwa mfano, meza ya mikate ya uonyesho, kulikuwa na mikate 12 ambayo ilikuwa inawekwa juu ya meza ile. Ndani ya mahali patakatifu katika sanduku la agano kuna nyungu ya mana, ambao pia nayo bado inawakilisha mkate huu mmoja wa uzima ambao ni Yesu Kristo.
Katika mahali patakatifu kulikuwa na kinara cha taa ambacho kilikuwa kinaangazia mwangaza katika ile hekalu. Katika the most holy place nayo tunaona mwangaza aina tofauti, lakini mwangaza huu unaitwa the Shekinah glory. Kwa hivyo mwangaza wa kinara cha taa ni mwangaza wa moto kwa sababu ilikuwa inawakishwa, lakini mwangaza ulio katika the most holy place ni mwangaza wa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ni mwangaza ambao umeongezewa utukufu. Katika the holy place kulikuwa na madhabahu ya kufukizia uvumba, na tena katika the most holy place kuhani mkuu alipokuwa anaingia pale lazima angeingia na kitu ambacho kinaitwa chetezo, the golden censer, ambapo kilikuwa kinawekwa makaa na inachoma ubani juu yake. Kwa hivyo inaonesha hali ya kukua kwa tabia katika utukufu mmoja na kuenda kufikia utukufu mwingine. Kwa hivyo katika hali hii ya kukua tunaweza kuwa chini ya uongozi wa Mungu ambayo inawakilishwa na fimbo ya Haruni, na pia kuwa watiifu kwa sheria yake Mungu. Na ndani ya sanduku la agano tunaona kulikuwa na mbao mbili za sheria, kulikuwa na fimbo ya Haruni na kulikuwa na nyungu ya mana. Kwa hivyo wapendwa, tunaona ya kwamba kuna hiyo hali ya kuweza kutukuzwa kutoka utukufu mmoja na kupanda hadi kufikia utukufu mwingine. Na ndio kwa sababu huwa tunasema pale katika mahali patakatifu inaonesha glorification, kutukuzwa. Na tunapozungumza kuhusu kutukuzwa inahusu mambo mawili. Kwanza, Mungu anataka kutukuza nia zetu kupitia kwa kutubadilisha tabia, na baadaye ataweza kutukuza miili yetu kupitia kwa kubadilishwa. Kwa hivyo elewa hivi mpendwa, ninapomalizia, elewa hivi: wakati Mungu alipokuwa anaumba dunia hii, alianza kwanza na kuumba dunia inayoonekana. Akaumba mchana na usiku, akaumba anga, akaumba nchi kavu, mimea, masamaki baharini, ndege wa angani, akaumba jua, mwezi na nyota, na pia akaweza kuumba wanyama wanaotambaa juu ya nchi, na siku ya sita akamalizia na kumuumba mwanadamu. Kwa hivyo alianza na the physical world, dunia inayoonekana. Ilipofika kuumba mwanadamu, Mungu alichoumba kwanza ni mwili wa mwanadamu. Basi akatengeneza mwanadamu kupitia kwa mavumbi, akamfinyanga mwanadamu akawa amelala pale, lakini huyu mwanadamu hakuwa na uhai. Kwa hivyo akaumba mwili wa mwanadamu. Alichomalizia nacho katika uumbaji ni kuumba moyo ama nia ya mwanadamu. Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Ubongo wake ukaanza kufanya kazi, nia yake ikaanza kufanya kazi. Nia ambayo kwa maandiko inazungumzwa kama moyo. Kwa hivyo Mungu alianza na dunia, alafu mwili, alafu moyo ama tabia ama akili. Sasa katika mpango wa ukombozi, Mungu anafuata njia hiyo hiyo tu. Yesu alipokuja hapa duniani mara ya kwanza, yeye kama mpanzi, kazi yake haikuwa ni kubadilisha dunia hii. Maana dunia hii ni kweli imeharibika. Uumbaji vile tunavyouona leo sivyo ulivyokuwa pale Edeni. Dhambi imeharibu sana uumbaji wa Mungu. Mwili wa mwanadamu pia umedhoofika sana. Mwili wa mwanadamu vile ulivyo sasa hivi sivyo ulivyokuwa pale Edeni. Adamu alikuwa ni mtu mrefu, maandiko inasema alikuwa wa futi 17-18. Tena alikuwa ni mtu mkubwa. Tena ni watu waliokuwa wanaishi miaka mingi. Adamu aliishi miaka 930. Methusela aliishi miaka 969. Ni watu walikuwa wanaishi miaka mingi, lakini siku ya leo kwa sababu ya dhambi imepunguza kimo chetu na pia imepunguza miaka yetu. Lakini kile Mungu anashughulikia sasa, Yesu alipokuja duniani mara ya kwanza, alikuja kama mpanzi kupanda neno la Mungu ndani ya moyo, abadilishe mioyo kwanza. Hicho alichomalizia na kuumba moyo wa mwanadamu, hiyo ndio anabadilisha kwanza. Kwa hivyo leo hii mpendwa, hata kama uko na mwili wa dhambi, unaweza pokea nia mpya ndani yako. Yaani unaweza kuwa na moyo mpya katika mwili wa dhambi. Na hii ndio siri ya Injili. Hii ndio ajabu kuu ya Injili, ya kwamba mwenye dhambi anaweza tengenezwa awe na moyo mpya. Anaweza kuwa na tabia mpya.
na hiyo ndio Kristo anashughulikia saa hii. Yesu atakaporudi duniani mara ya pili, hakuji kubadilisha tabia zetu, hakuji kushughulikia moyo. Kile atakuja kushughulikia ni mwili wa mwanadamu. Ndiposa Paulo akawaambia Wakorintho katika Wakorintho wa kwanza 15 kwamba ninawaambia siri, sio sote tutalala, lakini sote tutabadilishwa katika kufumba na kufumbua macho kwa dakika moja. Mwili huu wa kuharibika utavalishwa kutokuharibika, kwa sababu mili hii ya dhambi haiwezi kurithi uzima wa milele, haiwezi ingia mbinguni, lazima itabadilishwa, aidha kupitia kwa kukufa. Wote ambao wamekufa ndani ya Kristo watakapofufuliwa, watafufuliwa kuwa na mili mipya, mili ambayo imetukuzwa, mwili kama ule Kristo aliofufuka nao, mwili wa kiroho ambao ni mwili ambao umetukuzwa, mwili wake Yesu Kristo. Sasa hiyo ndio atakuja kushughulikia mara ya pili anaporudi. Yesu anaporudi duniani mara ya tatu, na unaweza jiuliza, kweli kuna kurudi kwa Kristo mara ya tatu? Ndio. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 20, basi Yesu atakapokuja duniani mara ya pili anakuja kuchukua wateule, na kuna kipindi cha miaka 1000 ambao tutakaa mbinguni, kisha ndipo mara ya tatu Kristo arudi pamoja na wateule, pamoja na Yerusalemu mpya. Sasa wakati huo Yesu anaporudi mara ya tatu, sasa atakuja kushughulikia dunia. Ndiposa maandiko inasema ataumba mbingu mpya na dunia mpya. Dunia hii itaumbwa upya, miti ziumbe upya, wanyama waumbe wapya, wanyama ambao hawakulani, wanyama ambao wako watakatifu kama vile Mungu alivyokusudia katika Edeni. Kwa hivyo Mungu leo hii anashughulikia moyo wako mtazamaji, na unapokubali, Mungu ataweza kubadilisha nia yako na atakuweka tayari Yesu anaporudi mara ya pili abadilishe mwili wako, na Yesu Kristo atakaporudi mara ya tatu basi abadilishe dunia hii, kila kitu kiwe kipya, moyo mpya uwe ndani ya mwili mpya, mwili mpya ukae katika dunia mpya. Kwa hivyo mpango wa ukombozi, wapendwa, ni mpango wa ajabu sana. Kwa hivyo nje ya lango inalinganishwa na mbegu zilizoanguka katika njia. Mahali ukumbi wa nje katika hekalu inawakilisha mbegu zilizoanguka katika miamba. Mahali patakatifu katika hekalu inawakilisha mbegu zilizoanguka katika miiba, na mahali patakatifu pa patakatifu katika hekalu inawakilisha mbegu zilizoanguka katika udongo mzuri. Kwa hivyo Mungu na atusaidie wapendwa, tukubali leo hii kujisalimisha mioyo yetu na maisha yetu kwake Kristo. Atubadilishe nia zetu ili atuweke tayari kwa kubadilishwa mwili anaporudi mara ya pili, ili tuwe tayari kwa kuishi katika dunia mpya atakayobadilisha anaporejea duniani mara ya tatu. Mungu awabariki, na tunapokuwa tukitafakari maneno haya, na hebu tufanye uamuzi huo wa kujitolea kwake Yesu Kristo. Choose you today to serve the Lord Jesus Christ. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishie mbinguni, asanti kwa kipindi hiki ambacho tumekuwa nayo ya kuangalia mfano wa mpanzi. Tumeona mapenzi yako kwamba ni tupate kubadilishwa nia zetu. Kuna uwezekano mwanadamu aliye mwenye dhambi apate nia mpya kupitia kwa neno lako, kupitia kwa Roho Mtakatifu. Lakini ili jambo hilo lifanyike, umetukumbusha kwamba inahitaji uamuzi wetu. Na kwa hivyo leo hii tunachagua kukupokea upya. Tunachagua kukupatia miili hii upate kuibadilisha. Tunachagua kukupatia akili zetu upate kuzibadilisha na kuzifanya kuwa ngome yako, na kutuandaa kwa marejeo yako mara ya pili. Siku ambao utakapokuja utaweza kubadilisha miili yetu na kutuweka tayari ili tubadilishwe nia zetu. Kwa hivyo kuwe nasi na utuongoze na uzidi na kutubariki, kwani ni kupitia jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen.